Tunapozungumzia utawala, tunapozungumzia nini? Utawala ni kuwa na mamlaka. Yaani ile mamlaka ulionayo sehemu fulani. Kwa mfano mnafanya biashara, si ndio? Mna migahawa, si ndio? Si mna nini, mnalima, si ndio? Ile sehemu si ya kwako ile unakuwa na mamlaka nayo. Mamlaka nayo. Ina maana hakuna mchawi wala mganga wala pepo wala jini linapaswa liinuke zidi yako. Tunachokiamini, wateja wa duka wengi ni wale wale. Ni kweli sio? Wengi ni wale, labda kama ikitokea msiba ndio utawapata wa maji, lakini kwa mara moja. Kwa maana yake wateja ni wa mahali husika hapo mahali. Kwa sasa hiyo mamlaka ulionayo au huo utawala ulionao juu ya mamlaka ya eneo fulani, inabidi wewe uwe na sauti ya kutiisha hapo mahali. Nimesemaje? Hapo mahali. Maana yake unamwambia Mungu, hili eneo ulionipa, ngoja niwaambie kitu kimoja kabla sijafika hapo. Wachawi na waganga na mapepo na watu wanaotumia alminati, kwanza wanapokwenda kwa shetani, kwanza wanapewa utawala, alafu kisha wanapewa mamlaka. Unasikia? Kwamba sasa nenda katawale watu wa aina. Ndio maana kuna mavazi mengine lika fulani haiwezi kuvaa, maana yake kuna utawala kamili hapa, si ndio? Kwa sasa ukipoteza utawala, maana yake kwa mfano tunakuwa na wenye vitu wa vitongoji wa vijiji, si ndio? Wa mitaa. Maana yake si anakuwa na utawala juu ya mamlaka ya eneo fulani. Kwa mfano hawezi kutoka mwenyekiti wa mtaa wa Sido akaenda kutawala Kambarage. Ni kweli? Kwa mfano mkuu wa mkoa wa Njombe na mkuu wa mkoa wa Ruvuma. Mkuu wa mkoa wa Njombe anavyotoka Njombe, inapoishia Njombe, bendera inakuwa nusu mlingoti. Si unajua? Haipepei. Inakuwa nusu. Kwa nini inakuwa nusu? Inashuka bendera. Anakoingia hatawali. Hata akifika kuna meza moja ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma na yeye, hata kama watakaa meza moja, lakini kiti kitakuwa tofauti. Aisee, hawa jamaa hawajanielewa. Nimesema hivi, utawala ni kuwa na mamlaka juu ya eneo fulani. Kwa mfano, wewe unafanya kitu fulani mahali fulani, una shamba. Wewe ndio una mashamba. Pale kuna mashamba, kuna mipaka. Pale kuna utawala wako na mamlaka. Ikitokea mtu ameingia kwenye shamba lako, maana yake wewe utamhoji, kwa nini umeingia kwenye utawala wangu na mamlaka yangu kamili? Kwa hiyo ili uweze kuwa na uwezo wa umiliki na utawala, lazima unapopatawala uwe na mamlaka napo. Nimeeleweka? Kwa hiyo hata unapoishi siku la mipaka, ngoja nije hapa, waliopanga fanya hivi. Sio dhambi kupanga. Wewe una utawala na mamlaka kwenye chumba ulicho au nyumba ulio. Unaweza kwenda kwenye chumba cha mtu mwingine. Kwa nini huwezi kuingia? Maana huna utawala na mamlaka kamili kwenye hicho chumba. Kwa hiyo watu wanapokwenda kwa waganga ili wapate fedha, wanaenda kudai
mipaka ya kiutawala, ili wawe na mamlaka juu ya hilo eneo, ili wao wateja wote wawe kwao. Umeelewa vizuri? Sasa na wewe, kwa sababu umejifunza masuala ya umiliki na utawala, kwa lazima urudi kwa Mungu juu ya eneo husika, uwe na nini? Na utawala wenye mamlaka kamili wa kiuchumi zidi ya eneo hilo. Ndio maana neno linasema kitabu cha Luka sura ya 10:19, nimewapa amri ya kukanyaga nge na nyoka, au nimewapa mamlaka. Tazama, nimewapa amri. Lakini ngoja tusome kwenye Kiingereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Umenielewa vizuri? Na ukiona mtu anaingia kwenye chumba cha mtu mwingine, maana yake mwenye mamlaka juu ya utawala wa eneo hilo amemkaribisha. Si kweli? Ndio maana ukiingia mahali lazima upige nini? Kwa nini upige hodi? Unapiga hodi ili kuiruhusu utawala wa kimamlaka ulioko mahali pale ufanyaje? Usipokukaribisha watakatifu wa Bwana, hongereni sana kwa ibada. Sasa mmeanza kunielewa, si ndio? Luka 10:19. 10:19. Kwenye tazama, nimewapa amri, lakini kune Kiingereza inazungumzia power. Nimewapa nguvu. Nimewapa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Upo kwenye umiliki na utawala, dominion and ownership, si ndio? Maana yake ni nini? Umiliki na nini? Kwa hiyo kuanzia leo badilisha namna ya kuomba. Badilisha namna. Na pia hakikisha eneo husika unaliteka kwa biashara yako, kwa kazi zako. Kila mmoja aseme yes. Unasikia? Kama ukijui kitu, tafuta kwa haraka, kwa gharama yoyote kujifunza ukijue. Ufanyaje? Ili utawala wako uwe na nguvu. Kwa sababu mwenye mamlaka ndio anaweza kuamuru anapotawala. Kwa mfano, tuna mwenyekiti, si mfano sisi, si ndio? Anaweza kutangaza leo, tangazo. Wananchi wote kesho ni kwenye mkutano. Tangazo hili, hata kama atoe tangazo, nalitoa mimi kwa niaba ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mnasikia? Asiyefika adhabu kali itampata. Sasa huyu akitoka hapo akaenda Kambarage, tangazo, ndugu wananchi, nawatangazia kesho kutakuwa na mkutano katika mtaa wa Sido. Atakayekosa adhabu kali. Wanamwelewa? Aeleweke. Maanake utawala wake, utawala una mipaka. Mwanene una mipaka. Ndio maana lazima nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote. Hiyo mamlaka, hiyo authority. Ndio maana ili ujue kwamba mamlaka ikoje, nenda kasome kitabu cha Warumi 13:1-2. Warumi 13. Biblia inasema hivi, kila mtu na aitii mamlaka
iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Umeona vizuri hapo? Hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa hiyo ukiwa na utawala na mamlaka, maanake unapoomba mbele za Mungu, si ndio? Maanake kitu chochote kitachokuja kutokea kinyume na mpango wa Mungu hapo hakitosimama, kitahukumiwa, maanake wewe utakuwa mmiliki halali. Ndio maana msitangazo asiyefika atasaini nini? Hukumu. Maanake atatoa adhabu. Jamani, wako warokole nimeshatoa adhabu. Nimeanza kueleweka? Semina hii endelee isiendelee? Mnaelewa mwelewe? Jana nimegusa vitu vingi sana kwenye upande wa ujasiri, sio? Leo nimekuja kufuta mipaka. Kwa unaweza kutanua mipaka yako kwamba wateja ukahudumia hata kutoka Tanzania nzima. Hiyo ni mipaka yako. Ukaishika Tanzania, ukaishika Afrika, ukashika dunia. Iko biashara ambazo ni international business. Kwa mfano, Nike. Wewe unajua kuvaa kiatu cha Nike? Nguo ya Nike imetengenezwa new edition, si ndio? Toleo jipya, si ndio? Tumevaa sana, si ndio jamani? Kwa nataka nikwambie namna unavyoweza kupanua wigo wako akiuelewa na ule mtandao wako utakaotengeneza. Maana yake ni kwamba kuna mahali utatakiwa kufika. Kwa usiogope kusubutu, kwa sababu utawala na mamlaka unayo, maana Mungu amekuweka duniani. Ndio maana leo Glory haiko Njombe peke yake. Iko mikoa tofauti. Na tunatazamia kupeleka sehemu huko kote, tunaenda kuweka utawala na mamlaka tulionayo na Mungu. Hapo niishi hapa jamani. Tafuta maiki. Akata ndasaraka.